niseme inna alhamdulillahi rabbil hamdi wa nasta'inuhu bi isti'anihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa anfusikum wa anfusi jamii mu'minin. Salatu wassalamu ala Muhammad rasulullah man 'allamana dina wa 'arafana wa abtala batila wa adhhara al-haqq inna al-batila kana zahuqa. Mimi niseme mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu na moyo wangu unaingia furaha sana. Wanafunzi wangu nimekuja Dar es Salaam, wanafunzi ni wengi sana, lakini ni mapenzi ya wanafunzi wanakujali, na wewe unajaribu kuwajali na kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu zile baraka zangu zile za ushekhe zile zote na za Sheikh Alfani Kiumbe ziwaingie katika miili yao, maana wanaponemeka wao, Waarabu wasema wakiwa wanatanuu wanamea wao, basi inamea ile hadhi ya Sheikh Alfani Kiumbe. Hapa nimekuja kwa mwanafunzi Ahmadi Elingoe Kadhwini, kijana wa Kongo, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu alisoma kwa ridha, alisoma kwa ridha, ndio namzungumza. Hata ukimuonesha pale umuone Mungu alimpa ile khushui, kwa maana ukisoma kwa khushui basi Mwenyezi Mungu anaanza kuonesha ile makharaja yake, kama yatakullaha yaj'al lahu makhraja. Kwa hiyo unaona pata ile makharaja yake, kwa sababu ulisoma kwa khushui, kwa unyenyekevu na kwa nia ile thabiti. Kwa hiyo kijana ambaye umesoma kwa nia thabiti, leo niko nyumbani kwako hapa, lakini nimebahatika kumuona kijana wako, mtoto wako umeletwa kwangu, ni baraka ya shekhe, lakini naamini si baraka zangu, sababu yani nilikuwa nawaambia wanafunzi kwamba mnapomaliza kusoma au kila mwaka mnapomaliza zile marahili zenu, ni lazima kwa tunakwenda kwenye ziara ya kuwatembelea wale mashekhe. Zile ndio dua zenyewe, ile kwa nia mfahamu kwa nini nazifanya vile. Zile ndio dua ze, yani kila mnapomaliza marhala hii lazima tunafanya kule dua ya wale mashekhe. Sasa hii yote daraja yetu naipata, msifini daraja ya Sheikh Uwesu, daraja zote nazipata ni zile mnapokuwa kule mnaenda kuchukua cheti, mara mmeenda kwenye ziara zile za mashekhe wenyewe wahusika kwenye elimu yao. Mimi inawezekana daraja yangu itakuja kupatikana baada ya mimi kufa. Sasa nikishakufa mimi na nyinyi sasa mkifanya sasa yale ndio itakuwa sasa na mimi sana daraja nyingine. Sasa hii yote mkiona ndio mnazipata, zingine sio zangu, ni zile ambazo, na ndio maana hata pesa zenu zile mlikuwa mkitoa za vyeti zote zinaingia kule. Tazama Mwenyezi Mungu aleta baraka zake, yani haziingii kwenye kula kwangu mimi, zinaingia kule, yani hawa wapate baraka zile za mashekhe. Kwa alhamdulillah hapo niko na nyinyi na wote mko Dar es Salaam mnashughulika kwa kiwango. Mwenyezi Mungu awapeni cheke elimu na kikubwa. Huyu unaikuta wanafunzi wako, na siku moja unaweza jikuta wanafanya hadhara kubwa ya Maulid, wanajigrupu wote walioko Tegeta, walioko wapi, unajikuta kwa wanakuja, unapokelewa na wanafunzi watupo Ghazali. Hiyo inatarajia iko Mungu siku moja ataifanya, inaweza katokea kwamba bwana kumefanyika Maulidi kubwa hizo la Ghazali Maulidi. Kwa hiyo unaanza kusema tumetoka mashekha tumekwenda Dar es Salaam, wanaifanya wao, wanaonesha ni kashi nzuri, sio za ubishi, ni kashi zile za kimaendeleo, wana picha za Sheikh Alfani Kiumbe ziko na Dar es Salaam. Kwa hiyo na jambo limefanyika, yani Sheikh Alfani hajafa. Huyo elimu shekhe ni kitu kikubwa. Mimi sana huwa nawasa tu, endeleeni kutumia elimu katika njia zote, njia za kunasihi, njia za kufundisha, njia za kutoa mihadhara, njia za kurekebishana, njia za kushauriana, yani njia mbalimbali zote. Tumieni hizo usulubu elimu sawa, kwa sababu mitaala yenu yote inajulikana. huko mnapokwenda mnafanya mambo yanasifika, ni kwamba hamjapita kwenye silabasi nyingine yote.
Syllabus ya kwanza inaitwa dira director. Director alikuwa ni Ghazali. Amekudirect wewe sasa unaenda kuona sehemu mbalimbali. Sasa hivi unafunguka. Unaona? Unafunguka. Maana wengi mnaanza kufunguka kuona mavitabu mbalimbali, mnafunguka. Unakuwa unaona hichi, unaona kile, unaona kile. Unajua vipofu wamegawanyika. Kuna kipofu ama. Sisi wote tunaweza kuwa ni ama. Kwa Kiarabu ama ni kipofu wa aina zote. Kuna kipofu wa ujinga. Hapana, ni kipofu wa nini? Wa ujinga. Sasa kipofu wa ujinga hata sisi tunakuwa nayo. Sasa kuna mambo mengine mimi hapa ni ama. Siyajui. Yeye kuendesha ndege sijui. Mimi hapo ni nini? Ni ama. Ukionyesha kitabu cha Kifaransa ukisoma siwezi. Pale ni nani? Ni ama. Sasa lakini kuna ama ya ujinga. Na kuna ama kipofu hana macho. Hii ama inachukua umumi. Lugha ya ama inachukua nini? Iko upofu wa ujinga, ndio sumu, bukumun, umyun. Ni mtu anaona lakini anaitwa nini? Lakini kuna yule akma. Kiarabu sema akma ni kipofu ambaye toka anazaliwa. Alikuwa haoni. Kuna yule anaitwa dhariri. Dhariri ni mtu ambaye alikuwa anaona lakini kwa bahati mbaya alipita sehemu mti au vitani ikawa ameharibikiwa na kuona. Kaathiriwa na nini? Na kitu. Yaani kaathiriwa na kitu. Kuna kipofu mwingine sio makufufu, sio tu makufufu. Yeye ni ambaye alikuwa anaona lakini mara haoni kwa sababu ya mapungufu ya kitu kile, sio kuathiriwa na nini. Sasa mara nyingi kuna maeneo kubalini kuwa vipofu. Nashukuru Mungu. Nakubali kuwa nini? Kipofu. Sasa kuna sehemu zingine huwezi kubishana na watu. Huwezi kubishana. Ni mtu alivyo. Unamwacha kama alivyo. Kwa sababu kuna wengine huwezi kubishana nao. Si ndio Mamshaka anasema umebishana na wajuzi. Umebishana na wajuzi 1000 ni washinda. Lakini jinga huyu mmoja alinigaragaza. Huyu ni Mamshaka. Lakini ukutana wajuzi wengi. Kwa sababu unataka kujua akili ya mtu unaipima. Ni bora uwe juha kuliko kuwa jahili. Sasa juha ana manufaa. Ukiachukua maneno yake juha wakati mwingine juha ana manufaa. Ni vitu vya kuchokesha, anaweza kachekesha lakini juha ana manufaa. Yaani nikapa historia ya juha. Utaona mama anazungumza, unaweza kama ni mjinga juha lakini ameshafikisha ujumbe. Siku moja juha anamletea mke wake kilo 3 ya nyama. Kanunua kilo 3 ya nyama kaasha pale katoka. Anamwambia mke wangu pika anakuja. Sasa mke mara kuja mashoga basi. Wale wakina dada marafiki wale nyumbani. Wakala nyama yote, akawapa nyama wakala yote. Sasa mwanamke na ule urafiki, mume wangu akirudi hapa itakuwaje? Itakuwa ni sasa mume amekuja bwana Juha ndani, kiwangu letee chakula, kimekuja chakula hamna nyama. Sasa mbona nyama hakuna? Sema mume wangu paka amekula zote. Paka amekula kilo 3 yote. Yuka pio paka, mlete hapa. Juha. Akaleta ile paka hapa, akachukua mzani. Akamweka paka mle na uzani. Paka akaa kilo 3. Akamosintaniwe mtu wangu. Umesema kala kilo 3 nzima. Huyu paka mwenyewe nimempima ni kilo 3. Sasa kile 3 za nyama si ndio amekula nyama? Huyu paka. Sasa nimempima mbona kilo 3? Sasa hiyo kilo yake iko wapi mwenyewe? Yaani kilo ya nani? Ya paka. Ya paka iko wapi? Yeye kilo 3. Unasema amekula nyama zote. Kwa hiyo maana hapa lazima ingempima ingekuwa kama kilo 4. Kilo 3 za nyama, kilo 1 hiyo nani? Ya paka. Wewe nani? Ni Juha. Anaweza akafikisha ujumbe lakini kwa Juha huyo ameenda kuuza vyuma kwa tajiri.
Tajiri akajua ni Juha hana akili. Akaingia ndani ya vyuma vile, katoka nje ambaye bwana mzee, jana uniachia vile vyuma. Panya amekula vyote. Panya amekula vyuma vyangu vyote, amekula vyote. Juha akatoka akasema, akamwona mtoto wa tajiri anatoka shule. Akamuiba kwenye mfuko. Akaenda kumficha. Tajiri anatafuta mtoto, atafuta watoto, onekana jamani mtoto mna wapi? Juha akajitokeza akasema, "Ni mtoto wewe. Nimekuta sehemu kwa mbuzi wanamla." Tajiri akasema, "Mpumbavu nini? Mbuzi anaweza kula akala mtu?" Akamwambia, mheshimiwa, ni vile vile kama vile panya anaweza kula nini? Chuma. Basi hata mbuzi anaweza kula akula mtu." Unaona? Juha akashamtibu pale. Akamwambia, naona kufikishia message. Yaani bora akili ya nani? Ya Juha. Juha huyo siku moja wamemchezea picha. Katoka na punda wake anakuja, sasa watu wanakutana nao wasema, "Juha, wakati unatokeza sasa tukukuona tumemwona punda tu." Ndio anatokeza. Na akamwambia, kadhalika himaru yaarifuna ba'dhum ba'd. Ile vile punda wanatambuana wao kwa wao. Simeza kumtambua mimi. Ile vile punda utambuana wao kwa wao. Hii ni hadithi ya Juha. Kuna kasi na hadithi ya nzuri, lakini ni hadithi ya uchizi. Uchizi wake ndio kuonesha ameenda kununua mzigo sokoni na punda wake na kapu. Ndio kule kabeba mzigo afu kapanda punda, alipopanda punda afu mzigo kaubeba juu. Badala mzigo ule ambebeshe punda na yeye kaubeba juu. Sasa Juha, sasa mbona unabeba mzigo? Anasema anaogopa nisimzidishie mzigo nani? Nisimzidishie mzigo nani punda wangu. Sasa wewe umebeba juu bwana. Wewe nani? Sasa yani yake ya Juha na yaacha. Kuna ambao mazuri unachukua, kuna ambao unaacha. Ina maana gani? Ina maana kila mtu anakuja na Juha wake, chukua zuri. Bana acha. Juha huyo siku moja anaambiwa, "Juha, miaka yako ni mingapi?" "Mimi yangu ni 20. Baada ya miaka mitatu akaja kuuliza tena, "Miaka yako ni ngapi?" 20. Baada ya miaka mingi akauliza tena, "Juha, wewe miaka yako ni ngapi?" 20. "Sio miaka hiyo 20 haibadilika." Akasema, "Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu." Kwa lazima una msimamo. Thumma istaqamu, uwe na msimamo, sio unabadilika. Wewe uweze kuchukua akili ya nani? Ya Juha. Kuchukua na kwenda. Sasa niko na maana moja. Katika maisha haya mtagongana na vitu vingi. Mtakutana na majuha. Usimdharau sana. Unaweza kukulipua jambo kumbe na kuzindua huyo. Nzuri, chukua lake na ujuha wake. Baya kusema hawili kijua hivi, unaliacha. Ndio katika maisha ya uongozi, maisha ya kielimu, maisha ya kadhaa yako hivi. Nina maana moja kubwa katika hili nazungumza. Nina maana vitabu unavyoviona wewe nunua tu. Soma. Hata kitabu unakiona cha dhehebu fulani wewe nunua. Soma. Na vitabu vyao unaweza kukuta kuna kitu kinakupa mwongozo fulani. Unaweza kukataa vyote kwa sababu ndio dira tumepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume alikuwa akimfuata, usifikie na kutazama ulivyo, alikuwa na saikolojia. Unapoishi na mtu mtazame saikolojia. Wakati mwingine wewe, kuna mtu mmoja sahaba anapiga kelele, akaa ndani msikitini, akimaliza anatoka. Mtume akamwambia, "Wewe mbona unatoka kila wakati? Upumzike msikitini." Anasema, "Rasulullah, madeni yananisumbua sana." Madeni yananisumbua sana. Sasa si ajabu Mtume akasema, "Nikufundishe dua ambayo ukiisoma madeni yakusumbua." Asema, "Nifundishe ya Rasulullah." Sasa hapo ndio tunasoma Mtume ana saikolojia. Katika ile dua, huyu bwana Umama, ile dua ona, si atakao mfundishe dua ya deni. Mtume akaanza sema hivi, "Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal huzn." Unaona ajabu hapo. Mwenyezi Mungu, mimi ninajilinda kwako na hami na huzuni. Pupa na kuhuzunika. Sasa Mtume alimuona nini hapa mpaka anaanza? Kwa nini asianze dua ya deni? Deni akaweka mwisho. Hapo asema wa mina ajizi wa kasli. Najilinda kwako kushindwa na uvivu. Tatu kwa wa mina
bukhli wa jubn, najilinda kwa kutokana na uoga na ubakhili. Afu mwisho wa min ghalabati deni, najilinda kwako na msongamano wa deni na misukosuko. Na alichomwambia amfundishe anakuja kukizungumza mwisho. Saikolojia Mtume ni nini? Anayekujia yoyote usimkubali kwenye kile aliyekujia. Wewe mtibu kwenye ugonjwa wake, hekima yake. Anayekujia yoyote wewe usimkubali kwenye kile alicho, utafute ugonjwa wake ndio kamtibu kule, anza kumtibu. Ukianza kwenye kile kile hujamtibu, uanze Mwenyezi Mungu, Allahumma inna a'udhu bika min ghalabati deni, min ghalabati deni. Ugonjwa mpaka yeye deni zinamsumbua ni kwamba ana hamu na huzuni. Pupa ya nini ya kwenda kukopa kopa? Kwanza muombe kwamba sina kukopa ya kwenda kukopa. Na cha pili, kama kwenda kukopa akidaiwa sina huzuniki, ndio mambo ya kawaida. Yazoe mambo mengine yeye akawa. Alafu nyingine ulienda kukopa, kinachokusumbua mara unashindwa kulipa ni uvivu. Wamenaajizi wakati. Uvivu na kushindwa kufanya kazi. Lakini ukifanya kazi ukitoa uvivu, deni utalipa tu. Wamenabukhuli wajubuni, ubakhili na uoga. Uoga ndio unakufanya sasa. Haya Mtume anasema saikolojia kwamba haya ni maradhi yako yalikukuta akasababisha wewe ile deni ukashindwa kulipa. Sio ni kuombea dua ya yani kuanzia huku ndio utapona. Hizi ni hekima wale wanaitwa al-hukama wale hekima. Lakini mwisho wa usia wangu ni ogopeni sehemu 5 katika maisha ya ugenini. Ogopeni sehemu 5 katika maisha ya ugenini unapoenda kuishi. Alikuwa anatuhusia sana Sheikh Alfani Kiumbe. Anasema sizungumzi kwa Kiarabu wala kwa Kiingereza, nitazungumza kwa Kiswahili. Anasema katika maisha yako yote ogopa sana katika maisha yako. Usipende kupambana vitu hivi. Ogopa sana kupambana na sultani. Ogopa sana kupambana na nani? Sultani. Ushagundua mimi sina madaraka, sina mamlaka. Ogopa sana kupambana na nani? Na sultani. Mfano unafika sehemu na mkuta ni mkuu wa mkoa, unataka kupambana naye. Wewe Mama Samia, unataka kupambana naye. Unasema wewe huna chochote masilahi, asikushawishi katika maisha. Nina maana katika mitaa sehemu lazima utapambana na nani? Sultani al-watan. Ogopa sana kupambana. Lakini wa pili, ogopa kupambana naye. Usipende kupambana na tajiri. Utapoishi sehemu utakutana na matajiri, usipambane naye. Bila kesi wakati mwingine wewe ndio utakuwa Allah tu. Ndio huyu shida. Tajiri hata kama mnakwenda sehemu moja, yeye anachukua mzigo wa mwanamke kuoa, ukiingia umekwenda na maji. Kwa aina yote. Hasa miji mikuu kama hii ndio kasikia kuna watu wa serikali inateka nachukua, si kweli. Ni matajiri wanateka watu tu. Wanachukua watu kwa aina fulani basi. Ogopa vitu vya namna hiyo katika maisha yako. Ukiona tajiri huyu ana fedha, mimi sina utajiri, hata kesi wewe mlikabidhi Mungu. Sababu utapoteza akili yako yote. Lakini watatu kwa maisha yako nasema ogopa sana baba na mama. Usijivune kabisa hata kidogo. Si baba. Acha. Usikubali. Hata wakiwa wamekufa. Tatizo wazazi maisha yao yote wanasema wanaviona hawafi. Wapi? Sababu sema utakujua kwamba hawafi. Zile asali sana Mungu alizungumza, anasema mfano Mtume anasema addi uda abika fala taqtahu. Tekeleza mapenzi ya baba yako sasa. Kana kufa nakwambia tekeleza, na maana baba bado yupo. Na mama bado. Kwa wazazi wao mara nyingi hawafi. Watu wengi wasisi kama wazazi wamekufa. Bila bodi ya baba ndio inakuwa alivyo. Kwa ogopa sana. Lakini la tatu, la nne, kwamba muogope sana mtu mwenye elimu, yani specialist. Muogope sana. Yani watu wenye elimu. Maana yake wewe unaweza kuwa na elimu. Basi katika maisha yako yote muogope kila mwenye elimu. Huwa anaweza kuwa specialist wa mimi, muogope.
Wewe ni specialist wa macho, muogope. Specialist wa nini? Wa elimu. Na wewe specialist wa nini? Wa macho. Wewe ni specialist wa miguu, mheshimu, muogope. Wewe sio muogope sana kufyatua. Ana mwenye elimu maana ni kama ndio advocate. Unaenda kuporozana naye. Ana elimu, ukikaa kwenye mahakama, anajua namna wewe ukifanya kisu hivi, kesi yako inakwenda miaka 2. Kesi kikaa kwa hivi, kesi yako miezi 6. Kesi ulikileta kwa hivi, kesi yako ni wiki. Wewe unajua, unakuwa unajua wewe tu. Sije ndo ana elimu amesomea. Mimi nilifanya kwa hivi tu. Mwenyewe amesomea yule. Yana amesomea kwamba kitendo hichi 1 2 3 na ndio mtaani watu wengine wanakutana nao. Lakini la mwisho kabisa na kuogopa. Nasema muogope mchawi kama hauna mzee na hauna elimu yote ya kudhibiti uchawi, basi mchawi muogope, kwa sababu apengiki ni elimu kayumba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndio ishi bisakinati wal waqar, kwa sababu yule bwana ukichukua naye afu na wewe ni mweupe kama rangi nyeupe namna hii, sio ni hatari sana. Mweupe kama rangi nyeupe kama na mshaka, unaweza kujikuta unaishi maisha yako yote mtu anatazama, alafu mbadilisha nendo na kwa mara kwa kwa hivi na kutibika na kwa shaka. Kwa hiyo siku zote ni maisha ya tadhabu na khushu na waqar wasakina. Kwa kila mtu mchukue kama binadamu, kila mtu mchukue kama ni wako, si mweupe, kwa sababu hamna mtu duniani mweupe, duniani hamna mtu mweusi, duniani hamna mtu mwekundu. Ni lugha za kuwazima za kimajazia. Ndio kuulizwa na mtu mmoja darasani, akamwambia hakuna mtu mweupe. Akauliza bali hivi shekhe, sisi watu weusi nitokea zama tumuomba, nikamuuliza weusi nani kana mweusi? Wewe ni mweusi? Akasema wewe soko kwa hakuna. Ilete rangi nyeusi hapo. Achukua mkaa. Ni nani hapa duniani rangi kama mkaa? Nikamwambia wakati niko na kitabu cheupe. Nikamwambia mweupe nani? Mimi duniani zima ishona mweupe. Tukamwonyesha mweupe ndio. Shamadi, kuna mtu ushamwona na rangi. Jinsi ni nyeupe. Na Trump ni mweupe. Kaambia nyekundu, katukaweka rangi nyekundu. Rangi nyekundu kile kilemba chako kwa. Hivi duniani bwana anaishamwona mtu na rangi ile. Lakini wasema kuna mtu mweupe. Sasa ni lugha ya kimajazia. Sisi tumepewa kimajazia weusi na wengine weupe wamepewa kimajazia. Hakuna mweupe, hakuna mwekundu, hakuna weusi. Hizo zote tumepewa kimajazia tu. Lakini rangi iliyopo ni mchanganyiko. Kwa sababu mzee Adamu aliumbwa kwa udongo uliochanganyika. Ukichanganya udongo lazima utaleta. Ndio maana unakuta manjeka au ndugu yangu hapa na huko. Yaani hesabu kuna wekundu hauonekani. Uweze kusema ni weupe, wekundu, hata jina lake hakuna. Hata jina lile kwamba hili ni weupe ni wekundu hakuna. Unaweza kupeleka kwenye njano. Bwana, tumchukue useni sana kwa sababu pale unaifanisha unapeleka manjano. Njano wenyewe ukitafuta wenyewe utakuta hapana na kataa. Unasema kwa hiyo sisi wote ndio tukafanya kwamba ni kitu kimoja. Haya ni maneno yangu machache ya hekima kwa mwalimu akishakutana na wanafunzi wake, basi tupo katika maisha, lakini kikubwa zaidi ni kuishi katika hali 4 duniani. Kuishi katika hali 4 duniani. Hali ya kwanza ni darasa kizungu, lakini sio msomi sana wa kizungu. Ishi kwa professional yako. Ishi professional. Kuna mtu anaweza akaishi kwa professional. Ukiona professional haikusaidii. Professional nini? Ni kile ulichosomea. Ndio professional. Ndio professionality. Unaishi na kile kwa kile ulichokisomea. Ukiona kama professional inakataa, basi ishi kwa njia ya pili, talent. Ishi kwa kipaji. Ishi kwa kipaji. Kwa kipaji changu bwana, nikipiga adhana sawa sawa, Allahu Akbar. Maswali. Nikipiga Qur'ani sawa sawa, Allahu Akbar. Ishi kwa kipaji ulichopona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiona nayo inakataa, ishi hata kwa kitu kinaitwa specialization. Unasema hiyo specialization
ni kitu anacho mtu, anacho tu huyu bwana desturi moja bwana, kwenye video namna ni mwepesi. Sasa ili tu anapendwa na watu, kwenye harusi za watu anasaidia sana haraka, ili tu anapendwa na watu, kiasi ambacho kenda kwa watu wanaazimu, wanapewa. Ni ile specialization alionayo, kitu fulani alicho nacho. Na hii ndio maswahaba wengi walipata daraja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba ndugu yangu hawapata daraja kwa mambo mengine yoyote ajabu, sijui tahajudi nyingi sana, walikuwa na specialization men. Lakini la nne, ukishindwa ishi kwa business. Business manake tafuta kwa hali yote kuishi kwa uchumi, yaani uchumi ulinde sana uchumi. Sasa hapa kwenye business hapa ndio nitakugawa tena, nikusaidia unapoishi, maana sio mkaikai tu. Unaona tu Mungu anawaneemesha na kuneemesha, afu umekaa kibwege. Mungu anapokuneemesha pato, maana kuna mapato, kutoka kuna pato, kuna matumizi, alafu kuna lugha inaitwa asset na kuna lugha inaitwa nini, liability. Sasa msiishi kwa maisha ya liability. Unapata pato alafu unaishi ka liability. Simenielewa vizuri hapa? Yaani ukipata pato usikimbilie kwenye matumizi wala usikimbilie kwenye liability. Ukipata pato likimbilie kwenye asset. Nimepata vizuri? Liability maana yake ni kama vile Sheikh wananunua magari afu hayaingizi. Kazi yao ninafanya nini? Ninakula tu mafuta. Linakula tu mafuta. Maisha ya kimjini haya. Wazo. Unapata pato sasa hivi haraka tu, hafla tu. Kama unaenda kutafuta mbonge la gari la milioni 50, milioni 60. Liability aliingizi. Ukishapata pato usilikimbizi kwenye matumizi. Sasa tumepata pato. Sasa mke wangu sasa tuanze. Tuko tunakula nyama kilo robo Sasa tupige kilo 2.5. Usikimbize matumizi. Pato asset. Asset ndio iletea matumizi. Nipata milioni 100. Tutafute asset. Asset ni nini? Asset ni kile kiwanda. Kile kiwanda kinacholeta sasa ndio kifanywe nini? Matumizi. Ukifanya hivyo tutaendelea. Tusemeni inshallah. Inshallah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio usia wa